Bana, mambo vipi bwana michezo mwenzetu? Karibu dimbani, karibu tukujuze kile ambacho kimetufikia nyakati hizi. Taarifa za moto moto kweli kweli, ni breaking news ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hatimaye meneja mkuu Mr. Pantev, Mr. Matatu na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, shughuli yao imeishia hapa rasmi. Simba wametoa taarifa kwa umma juu ya meneja huyo kupewa vilago vyake, kuambiwa inatosha, kupewa thank you ndani ya timu hiyo. Bwana, mambo ni mazito kweli kweli. Simba wameshindwa kuvumilia japo kidogo mwalimu na yeye ale Christmas akiwa na Simba. Hapo ndipo ambapo tunajiuliza, Steven Mapundo, uko vizuri? Mimi niko vizuri. Uzima upo na ulalamiki? Kwa kweli uzima upo, na aliye juu ni mwema sana. Ameliwa kichwa kocha Pantev. Ameshaliwa kichwa kocha Pantev ambaye alitambulishwa kama meneja mkuu wa klabu ya Simba, lakini akiwa na majukumu ya ukocha. Sasa taarifa kwa umma inaeleza hivi. Ndio. Taarifa kwa umma. Ndio. Uongozi wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba umefikia makubaliano ya pande zote mbili ya kusitisha mkataba na meneja mkuu wa klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, Dimitri Pantev, pamoja na wasaidizi wake wawili. Kwa sasa kikosi kitabaki chini ya kocha Suleiman Matola wakati mchakato wa kutafuta kocha mwingine unaendelea. Imetolewa na bodi ya wakurugenzi klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Desemba 2, 2025. Bwana, hii moto kweli kweli hii. Kabla haijapoa sisi tunakuletea. Sasa maswali ni mengi ya kujiuliza Mapunda Steven. Ndio. Aliyoachwa ni nani? Ni meneja wa klabu gani? Wa klabu ya Simba. Narudia kwenye barua yao ya kumwacha rasmi. Nisikilize vizuri. Ndio. Barua yao na pala hizi 2. Pala ya pili ndo nasoma. Sawa. Inasema hivi, kwa sasa kikosi kitabaki chini ya kocha Suleiman Matola wakati mchakato kumtafuta kocha mwingine unaendelea. Aliachwa ni nani? Meneja. Anatafutwa nani? Kocha. I say. Unachoka mjukuu. Nauliza swali. Wewe unanitazama. Aliachwa ni nani mwanamichezo mwenzetu? Meneja. Anaitafutwa na Simba baada ya meneja kuambiwa inatosha ni nani? Ni kocha. Kwa hiyo hapo wanasema flaking speaking kwamba walikosea kumweka meneja nafasi ya kocha. Yes. Walikosea kutafuta mtu ambaye sio sahihi kuziba nafasi ya Faduda. Kwa hiyo ina maana Simba walikuwa naumwa kichwa, Dr. kapasua mguu. Ni kweli. Kwa hiyo ina maana kwamba walifanya haraka maamuzi ambayo hawakuweza kutafakari kwa makini. Ndio. Walifanya maamuzi ambayo hayakuwa sahihi. Na swali lingine unaweza kujiuliza kwamba haya ndio matokeo ya mkutano mkuu wa Simba, kwamba baada ya kujadili kwenye mkutano mkuu wa Simba, haya ndio majibu yake, kwamba tumeona tuitengeneze timu kwa kuanza na benchi la ufundi kumuondoa meneja. Kwa hizi ndio impact za kile kikao cha wanachama kilichofanyika, ambacho mwenyekiti wa klabu alipowaambia jamani, nendeni mkale, msalimiane, mnyoshe viungo, wanarudi meza ya pale mbele yote haipo, na kiongozi akiwa ametokea mlango wa nyuma na kuondoka zake. Haya ndio matokeo ya wanachama kulalamika kwamba mkutano umeendeshwa pasipokuwa na utaratibu, mkutano umeendeshwa pasipokuwa na ajenda ambazo watu wanaweza kuzijadili, wamesomewa tu. Baada ya hapo mkutano ukafungwa. Kwa impact ya ule mkutano ulioendeshwa tu kwa kusomewa ajenda na kufunga, haya ndio matokeo yake, meneja kuweza kuondoka. Kwa hiyo kuna maswali mengi sana bwana Cisco ambayo ya kuweza kujiuliza. Lakini yote katika yote tunajaribu kuangalia safari ya Dimitri Pantev kutoka kule ambapo alikuwepo Nsingizini kwa Waswana kule kuja Tanzania kwa ajili ya kuweza kuitumikia Simba Sports Club. Na ukiangalia katika majukumu yake total amefeli 100% amefeli. Kwa nini amefeli 100%?
Ndio. kimataifa, na ndio lilikuwa jicho lao kubwa zaidi Simba wameweza kulitazama. Yeah. Wakati Simba wanatoa Suluhu na Nsingizini, yeye alikuwa kocha upande wa pili, ambao wapinzani ambao walivutika na kiwango ambacho alikionyesha kwa kuweza kuwapa challenge kabisa. Kwa Mkapa hatoki mtu, Simba wakashindwa kupata matokeo, lakini matokeo ambayo waliweza kugawana alama, ambayo alama haikuwa na tija sana kama matokeo ya kuweza kufunga kabisa. Kwa aggregate alikwenda Simba kwa aggregate nzuri kabisa. Ndio. Sawa. Tunakuja mechi mbili ambazo ameweza kuzisimamia yeye za klabu bingwa barani Afrika, za kundi D, ambapo ukiangalia mechi ya kwanza akiwa na Petro de Luanda, yeye akiwa kama kocha, akiwa kama meneja mkuu pale, na CAF walikuwa very clear, wakasema kwamba sisi tunamtambua nani? Matola kama kocha mkuu. Na kama utakumbuka bwana Sisi, baada ya ule mchezo kukamilika, waandishi wa habari walipokuwa wakimfuata Pantev kwenda kuzungumza, kuna kiongozi mkongwe na kiongozi mkubwa sana katika shirikisho la mpira nchini Tanzania alisema, jamani, kuna kocha huyo, msizungumze naye. Nafikiri ulipata ile clip. Bwana, kuna kocha bwana, mtazungumza na kocha. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Simba katika maamuzi yao ya kuweza kumchukua meneja Pantev kwenda kuziba pengo la Fadlu Davis alikuwa ni chaguo sahihi. Mimi nafikiri kwa sasa mzee wetu Pep Guardiola mnene kwa sasa ana trot katika viunga vyake. Ana trot, kocha yupo pale Matola ndio ana timu. Sawa. Labda naye ongeze nguvu. Ndio maana yake. Yaani hapo inakuaje nafikiri? Yaani Matola Matola yeye atakuwepo kama kawaida, lakini pia Pep Guardiola mnene naye pia lazima arudi. Wacha boli itembee. Anapasha namna hii. Vizuri kabisa. Kwa hiyo mimi naliona hilo kwamba kwa sasa Matola anachukua hiyo timu, lakini namuona Pep Guardiola mnene akija kuchukua hiyo nafasi, inawezekana pia ikawa ndo chaguo la haraka zaidi kwa sasa, kwa sababu kama waliweza kumruhusu Fadlu aweze kuondoka, alafu wakamkosa mbadala, wakaja kumpata mbadala ambaye vyeti vyake bado havijakamilika. Na kitu ambacho mimi kinanishangaza zaidi, yale ambayo Pantev aliyasema yani day one anatua Tanzania, ndio amekuja kutokea. Akiwa pale airport, waandishi wa habari walimuuliza, bwana, inasemekana kwamba wewe una vyeti vya kuweza kusoma kama kocha mkuu na sasa unakuja kufanya kazi Simba, inakuaje? Akasemaje? Kwamba majibu hayo anayo tajiri, kwamba labda anakuja kufua jezi. Sio, umeelewa vizuri? Kwa hiyo unakuja kupima mambo mengi sana. Unaona kabisa kwamba kuna weredi ambao Simba Sports Club, ikiwa kama timu yenye daraja kubwa sana Afrika, timu ambayo ipo nafasi ya 5 kwa viwango vya ubora barani Afrika, 5 year CAF ranking, wapo nafasi ya 5. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwamba katika hili hawakufanya vizuri, kukaa chini kupost check kwamba nani ambaye anaweza akaichukua nafasi ya Fadlu Davis na kuweza kuwafikisha katika nchi ya ahadi. Mimi mtazamo wangu uko tofauti bwana michezo mwenzetu na mtazamaji wa nyakati hizi kipindi hiki. Mimi naona Simba kwa Pantev nikana kwamba wamemuonea hivi, na yeye amekubali kuwa mbuzi wa kafala. Lakini tatizo la wekundu Msimbazi Simba sio kocha Pantev. Kila siku nazungumza hili. Tatizo linaanzia kwenye management, yani uongozi wa klabu hiyo ya wekundu Msimbazi Simba. Pantev ni kocha mzuri sana. Kama unabisha, mfuatilie kuanzia sasa timu ambayo atakayokwenda, na utaona namna ambavyo ataifundisha na pata matokeo, kwa sababu hata kule likotoka, kwa maana ya timu ya Gaborone, si ndio? Ilikuwa Nsingizini yes, ilikuwa inafanya vizuri kabisa. Kwa maana ya performance, tatizo ilikuwa ni wachezaji waliokuwa nao sio wenye hadhi kubwa. Kwa ni mwalimu mzuri bwana. Unapata uzuri bwana. Wakati tunaendelea pia na kupatia taarifa njema japo kidogo sana kutokea Bati Quality, ni kampuni bora mno ya Kitanzania. Unahitaji mabati, basi wasiliana nao bwana kupitia nambari ya simu ya 0715 ndio 18 ndio 6672 kabisa, ili upate bati zako nzuri tena original kupitia nambari ya 0715 186672 kabisa. Bana Mapunda, tumalizie tu kwa hiki ambacho kinaendelea ndani ya Simba kwa muda ambao umebaki. Unafikiri mwalimu Matola anaweza kufanya chochote ili Simba labda iweze hata kutinga robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika? Kwa Matola anaweza kufanya chochote kwa sababu moja ya kimpira. Hapa sasa mimi najibu kimpira. Watu wasije wakaanza kuniwakia wakijibu kioya oya. Sawa.
kimpira Matola anaweza akafanya jambo kipindi hiki ambacho wao wakiwa wanatafuta mtu ambaye anaweza kwenda kufanya naye kazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Matola yupo Simba Sports Club kwa misimu takriban 5 mfululizo, yupo ndani ya Simba. Amefanya kazi na mzee wa Objectives Robertinho, amekuja amefanya kazi na Benshika, amekuja amefanya kazi na Fadlu Davis. Umeelewa vizuri hapo Amekuja amefanya kazi na Pantev, amefanya kazi pia na Pep Guardiola mnene Juma Mgunda. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo anaifahamu Simba in and out kwa kuifundisha na kwa kuicheza pia. Na aina wachezaji ambao wapo mpaka sasa ni aina wachezaji ambao walisajiliwa yeye akiwa kama kocha msaidizi kipindi cha Fadlu Davis. Kwa hiyo ninaamini kwamba ana uwezo wa kukaa nao chini na kuanza kuzungumza nao. Kuna lugha ambazo akiwatazama tu wachezaji usoni anajua kabisa kwamba hapa kocha anaongea kitu fulani. Hiyo room anayo. Na alipokuwa Pantev pale kama meneja, lakini ukija kuangalia kwenye application ya kiwanja cha training, yule alikuwa anasema kama kocha mkuu Pantev. Kwa hiyo ina maana kuna baadhi ya vitu yule Matola alikuwa hawezi kuwainduce wachezaji kwa sababu yeye ni mtu wa kupewa program kuweza kuzifanya. Ingawaje kuna baadhi ya maeneo walikuwa wanakinzana. Huyu anataka afanye hiki, mwingine anakwambia mimi siwezi kufanya, mimi ni kocha mkuu na vitu vya kuwa kocha mkuu na vitu kama hivyo. Lakini yote katika yote tukiangalia Matola akikaa katika nafasi anaweza akaisaidia Simba kwa namna moja au namna nyingine, lakini kuna kila sababu na kila haja kwa ukubwa na hadhi ya Simba kuweza kumtafuta kocha ambaye anaweza kukaa katika kile kiti ili kuweza kuisaidia Simba kufika mbali zaidi na kwa weledi mkubwa zaidi. Bwana hivyo ndivyo ambavyo tunamaliza hatimaye Pantev ameliwa kichwa kama sio kufekelewa mbali ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Simba hiyo inaendelea kufanya yake bwana. Jina langu naitwa Sisco, sina la ziada. Tukutane tena muda na wakati mwingine kwenye vipindi vyetu mujarabu kweli kweli wenye taarifa bora na za uhakika. Itosha kusema nyuma ya kamera yuko mwamba, si mwingine muite Michael Lois Mshamba kutoka Mwanza, amekuja na huku Dar es Salaam Tanzania. Hii si ya kupuuza.